na akavutwa. Tunaweza kuwa nikawia hata kwenye maono, unapata maono ya biashara fulani, unakawia, unakuja kumuona mwenzako amefungua biashara ile ile kwa sababu umekawia katika kutimiza maono ambayo unamwambia Bwana, nifanye nini? Nimepata kamtaji. Je, nifanye biashara gani? Na katika biashara hii nataka niweze kwanza, inachukua labda miezi, inachukua mwaka au miaka, wakati mimi nikuja kuanza ile biashara ambayo ulikusudia kwamba ungeweza kuifanya na sport, kwa maana eneo ukalipata, lakini unapokawia mwisho wa siku unajikuta kwamba unapoteza. Kwa hiyo utaweza kuona ndugu huyu sasa kwamba amepewa wokovu, ametembelewa na malaika, na ni matokeo ya maombi ya Abraham mjomba wake. Tunaona sasa anafanya mzaha, lakini tutaweza kuona kwamba huyo mmoja akasema, mstari wa 17, ikawa walipomtoa nchi ya mji, mmoja alisema. Unajua, angesema ingekuwa ni wawili, lakini mke wa Lutu alikuwa anasema kama ingekuwa ni wote wawili ndio amesema kwamba tujiponye nafsi zetu, basi tungeweza. Mbona mwingine amenyamaza kama kuna hatari kweli? Mbona mwingine ametulia? Lakini ni mmoja tu amesema, na akadharau mke wa Lutu, akadharau hiyo. Utaweza kuona anasema kwamba mmoja alisema. Hebu sema mmoja alisema. Unajua, unaweza kushangaa kwambia Bwana, yamkini huu ndio mjumbe mmoja ambao utanigeuza moja kwa moja kwenye maisha yangu. Unaweza kushangaa kwamba unasoma, umetatizika huku na kule, lakini hatimaye ni ujumbe mmoja tumesikia ambao unageuza. Sasa unajua, matengenezo ya maisha madamu yana upana wake, lakini tunahitaji kwamba Mungu atusaidie ili kwamba tuweze kuelewa, na Mungu atupe neno linalofaa kwa wakati mwafaka kwenye kila eneo la maisha. Na afya, kuna neno ambalo ni moja tu unahitaji kusikia la kukuponya, lakini sasa unaweza kusikia na kusikia. Ndio tunakuwa sasa kama Yakobo anavyosema, tusiwe wasikiaji tu, lakini achukue hatua. Wao akasema, ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma wala usisimame katika popote, ujiponye milimani, usije ukapotea. Akapewa ujumbe mahali hapa, akakawia. Hatari ya kawia katika siku za mwisho ndio ninachokwenda kuangalia siku ya leo, kuhusiana na kila ambacho kimetokea kwenye maisha ya hii familia. Sasa kumbuka, alikuwepo Lutu, alikuwepo mke wake, alikuwepo binti zake. Hiyo ni familia tayari. It's a complete family. Ni familia ambayo imekamilika, mpendwa. Na kumbuka wazi kwamba kwa nini Mungu alikuwa anahusika hasa na familia ya Lutu. Kumbuka Abraham anaendelea kuombea kama mimi naendelea kuombea. Hebu tuombee ndugu zetu pia. Nasema tuombee ndugu zetu. Ile ilikuwa ni kuna mtu aliyetajwa mara nyingi mahali pale, Lutu. Na kimsingi hata jina la mke wake halikutajwa mahali pale, halikutajwa kwenye Biblia. Ina imetajwa Lutu na Abraham na Lutu. Abraham na Lutu wakawa wanakwenda pamoja, kuna mke, kuna watoto mahali pale, ni familia hizo. Kwa Abraham kwa upande wake, lakini vile pia Lutu na mke wake na binti zao. Lakini tunaweza kuona wazi kwamba penginepo, pamoja na kwa Abraham alikuwa na mapungufu, au tunasema mahitaji, tuseme hivyo, mahitaji alikuwa nayo. Alikuwa na mwana. Lutu alikuwa na binti zake. Tunaweza kuona ambavyo sasa pengine angaza, sasa huyu kama Abraham, kama Mungu amefanikisha, mbona hana mwana? Mbona mke wake ni tasa? Mbona namna hii? Inatokana pia hayo ambaye yameweka kwenye moyo wake yule dada, kwa maana mke wa Lutu, na hatimaye yakawa na kwamba yeye ni superwoman. Kumbuka tunazungumza kuhusiana na kukawia alikokuwa nako Lutu kwenye maisha yake, na tunachelewa kufanya maamuzi ya kutubu, fanya maamuzi ya kuweza kukimbia hatari ijayo, fanya maamuzi na kuwa taratibu, na kuwa na wavivu kuweza kufanya
maamuzi ya kuweza kuondoka Sodoma, na Wakristo wengi tuko hivyo, na kama ambavyo Lutu amekuwa hivyo. Tunahitaji Mungu aliye hai aweze kutusaidia ili kwamba tuchukue au tufanye maamuzi sahihi, lakini pia kwa wakati inayopasa. Jambo la kwanza, tunaangalia habari ya mke wa Lutu na tunaangalia maamuzi yake aliyoyafanya. Maamuzi ya mke wa Lutu. Alafu tunaangalia maamuzi sio mke wa Lutu, maamuzi katika maisha ya Lutu. Maamuzi katika maisha ya Lutu. Kwa maana kwamba maamuzi ya Lutu ndio alikuwa anaamua maisha ya familia na survival ya familia. Kwa maana Lutu ameamua maamuzi yake, sasa imepelekea hatimaye akapoteza kila kitu, na mke akapotea, binti zao akaja kufanya vitu vya ajabu. Kwa maana kwamba kama baba, kama mama, kuna maamuzi ambayo unaweza kufanya kwenye maisha yako. Kama mtoto, kuna maamuzi ambayo unaweza kufanya kwenye maisha yako ambayo yanaharibu hatima completely. Sasa ni muhimu kuweza kujua kwamba maamuzi yetu yanaweza yakaleta athari kubwa sana. Maamuzi ya kila siku nayafanya, yanaweza yakaleta athari sana. Mfano, au ndugu ambao nimekuambia huko nchi ya huduma ya Deeper Life kwa sasa, wengine wanalia, sisemi wote, wengine wanalia kwa sababu si wote waliohesabiwa wakae ndani, lakini wako ambao walikuwa wameandikiwa wakae ndani, wakaondoka tena kwa hasira, kwa makelele, kwa makeke. Basi sasa wanalia kwa sababu ya maamuzi wanapata kulingana na maamuzi waliyofanya kwenye maisha yao. Jambo la pili, tunaangalia tunaelezeaje kuhusiana na kukawia. Maelezo kuhusiana na kukawia alikokuwa nako mzee Lutu. Kukawia kwake, tunaelezaje kukawia? Tunawezaje kuelezea kukawia alikokuwa nako Lutu katika maisha yake? Pia mwisho wa siku tunaangalia hatari ya kukawia. Tunasema Lutu alikuwa na maamuzi mazuri mwanzo, na unawezekana pia wewe pia imefika mahali ulikuwa unafanya maamuzi kadha wa kadha kwenye maisha yako. Angalia sura ya 12, Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Mahali pale tunaangalia maamuzi. Si kila wakati Lutu alifanya maamuzi mabaya, alifanya maamuzi mazuri. Na maamuzi yako pia, maamuzi ya kuomba, maamuzi ya kufunga, maamuzi ya kusamehe na kuachilia watu wengine. Maamuzi ya kutokuwa na uchungu moyoni, maamuzi ya kumpenda Mungu. Elewa kwamba kila kitu kinategemea maamuzi ya kwako. Unapoamua kuja kanisani ni maamuzi, yani umefanya maamuzi hayo. Umechagua fungu jema, ni kama ambavyo Yesu Kristo alitazama Martha na Mariamu. Yesu ameingia ndani, anajua huyu bwana ana sima. Mariamu akakaa mahali pale akatulia, Martha akiwa amechagua lingine tofauti kabisa, na akaamua kwenda kuhangaika na vyakula na vinywaji na vikango na masamaki na vitu vingine kwa ajili ya Yesu, na hatimaye akaanza kulalamika. Unajua, mpaka Martha amezungumza haya maneno tayari alishakuwa na uchungu dhidi ya ndugu yake. Siku zote kabla mtu hajazungumza neno, ameshalipika ndani, ameshalichemsha, ameshalipindua, akasema basi ngoja nipasuke tu. Kuna watu ambao wanasema mimi bwana napasuka bwana, mimi naongea bwana. Ameshapika muda mrefu. Sasa leo ni kwamba maamuzi ambayo Mariamu amefanya, Yesu akasema, Martha, unahangaika na vitu vingi, lakini kuna kitu kimoja tu kimenatakiwa, na Mariamu ndugu yako amechagua. Ni maamuzi. Kwa nini Mariamu akae miguuni pa Yesu? Ni maamuzi yake. Martha naye kwa nini kuhangaika na kule jikoni na kupika na maji, kuosha vyombo, kuhangaika hivyo? Bali ni maamuzi ambayo amefanya. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kila siku na nini, kwamba nakumbuka miaka nyuma tulizungumzia maamuzi yako ya sasa yanaamua hatima yako. Lakini pia usije ukafanya maamuzi ya kudumu kwa tatizo linalopita, kwa shida kidogo unayopita, kwa mkasa ambao unaisha tu. Kitu gani ambacho hakishinyadua? Hakuna jambo jipya,
Hakuna hasara ambayo itakaa milele kwenye maisha yako utakayopata kwenye biashara au kwenye kazi. Hakuna kufukuzwa kazi ambapo utadumu milele kwenye maisha. Hakuna magonjwa yataka kwenye mwili wako isipokuwa umeyakaribisha ukaambia yakae mahali pale kwenye mwili wako. Kila kitu kinakuja kinapita. Kinakuja kinapita. Kinakuja kinapita. Sasa maamuzi lazima yaweze kutegemea nini unachokitazama. 12:1 anasema Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Mstari wa 2 anasema nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Haleluya. Haleluya kanisa. Je, hilo ni la kwako? Usikae kuchukua basi hilo. Nichukue hilo. Sema mimi nitakuwa taifa kubwa. Nataka nisikie watoto. Sema nitakuwa taifa kubwa. Sema kwa nguvu nitakuwa taifa kubwa. Sema Bwana ameniambia nitakuwa taifa kubwa. Utakuwa taifa kubwa kwa jina la Yesu. Anasema nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Yaani Mungu mwenyewe anamwambia Abraham, anasema nakukubariki na kulikuza jina lako na uwe baraka. Mstari wa 3, nami nitawabariki wakubarikio. Malizia maneno yanayofuatia. Tuanze wote 1 2 twende. Naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watafanya nini? Hivi jaribu kufikiria Mungu amtumie mtu mmoja kubariki dunia nzima. Mungu anaweza. Atakutumia wewe kubariki watu wengine, kubariki familia. Angalia mstari wa 4. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Si maamuzi hayo? Amefanya maamuzi. Nakumbuka wazi kwamba kufuatilia maisha ya hawa watu wawili, Lutu na Abraham, ni maamuzi. Lutu ameamua kwenda kama Bwana alivyomwambia. Abraham aliamua kwenda kama Bwana alivyomwambia, lakini Lutu akaambatana na Abraham. Kwa ni maamuzi ambayo amechukua maamuzi ya kwenda. Kwa hiyo sio kwamba alifanya maamuzi kule mwisho alipoamua kwenda kuweka hema yake karibu na Sodoma. Ilikuwa pia ni maamuzi ambayo imeharibu mwisho wake kabisa kwenye maisha yake. Mungu atupe neema ya kufanya maamuzi yenye hekima ndani yake. 13 kitabu cha Mwanzo. Ameamua kwenda naye. Hata kuwepo mahali hapa ni maamuzi. Wokovu uliokuwa nao ni maamuzi, ni matokeo ya maamuzi ambayo ameyafanya. 13 mstari ule wa kwanza, alafu taruka aya zingine tutakwenda mstari ule wa 5 mpaka 13. Anasema Abraham akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Lutu pamoja naye mpaka kusini. Mstari wa 5. Na Lutu aliyesafiri pamoja na Abraham, yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe. Haleluya. Kuna mtu ambaye ukienda naye unabarikiwa. Ndio maana unafanya maamuzi, unampata na nani hasa? Anasema alikuwa na makundi ya ng'ombe. Alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema. Na ile nchi haikuwatosha ili wakae pamoja, maana mali zao zilikuwa nyingi hata wasiweze kukaa pamoja. Kwa hiyo mali inaongezeka, hawezi tena kukaa pamoja. Angalia, kukawako ugomvi kati ya wachunga wanyama wa Abraham na wachunga wanyama wa Lutu, na siku zile Wakanaani na Waperizi walikuwa wakikaa katika nchi. Abraham akamwambia Lutu, gomvi sasa umeshaanza, na matokeo chanzo chake ni mifugo, makondoo, mang'ombe yameongezeka. Kishu ondare ongera. Tabona sasa imeongezeka, imekuwa ni ugomvi. Anasema Abraham akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusi kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachunga wangu na wachunga wako, wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Kwa Abraham undugu ulikuwa na thamani kuliko mali. Lakini leo hii imekuwa shida kwenye familia nyingi.